Habari za leo ndugu wa Tanzania. Ninazo habari ambazo naweza nikasema sio nzuri sana kuhusiana na tukio ambalo litakuja kutokea wakati kampeni zitakapokuwa zimeanza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakapokuwa ameanza kuzunguka katika kampeni zake mikoa yote ya Tanzania. Tukio hili linafanana au litafanana na lile ambalo limempata mlinzi mmojawapo anayemlinda Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jinsi alivyoonekana akipepesuka akiomba msaada, lakini kwa bahati mbaya ni kama mwenzake hisi kwa haraka, kugundua kwa haraka, na hivyo akawa amekaribia kudondoka chini. Kwa bahati nzuri wakamwahi na kumkamata kabla hajadondoka chini. Tukio hili tutaweza kuliona la kawaida katika macho ya kawaida na kwa akili za kawaida anyway. Wengi tutaweza kusema watu hawa wanachoka, wanasimama sana, wanazunguka sana, wanafanya kazi nyingi sana kwa lugha mbalimbali. Lakini katika ulimwengu wa roho, kwa upande wa kiroho, tukiwa namna hii tunapoliingiza katika mzani na vipimo vya kiroho, hatuoni sababu za kuchoka kwa mwili sana. Badala yake tunaziona nguvu za Ibilisi zikitenda kazi sana nyuma ya mgongo wa kuchoka. Kwa maana hiyo, katika mizunguko itakayokuwepo kwa muda ambao sio mwingi kuelekea kwenye harakati za chaguzi na vitu vyote vya namna hiyo, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litampata jambo kama lililompata mlinzi wake. Hii sio habari nzuri sana, lakini ni tahadhari ya kutusaidia sisi ili tuweze kuzidi kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amani ya rais, usalama wa rais, uzima wa rais, uhai wa rais ni utulivu pia wa taifa. Tunapofika hapo, habari za itikadi, habari za msimamo za vyama, habari za mawazo haya tunaviweka pembeni, tunatanguliza uzalendo kwa ajili ya taifa letu la Tanzania na viongozi wa taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo katika kuzunguka ataanza salama. Wakati ukifika na maanisha wa kampeni zao ataanza salama, lakini katikati mahala fulani atakuja kulemewa, atazidiwa, atapoteza nguvu za kimwili na atakuja kuwa na matukio
ya kudondoka dondoka, kitu ambacho kitakuwa na madhara yake katika mizunguko yake na kwenye kampeni zake. Ni jambo la kuombea mapema na kulichukulia maandalizi ya kiroho mapema. Maandalizi ya kiroho mapema kwa maana ya watumishi wa Mungu kuliombea na kumuinua mbele za Bwana. Lakini jambo hili kama nilivyotangulia kusema, wengi watalisema uchovu wa miili kama alivyokwisha kusema kwa huyu mlinzi, wamechoka, wanasimama sana, vitu vya namna hiyo. Lakini mimi nasema jambo hili litakalojitokeza kwa mheshimiwa litakuwa na mahusiano makubwa sana na mitego na utendaji kazi wa kishetani, kwa maana kwamba yako maeneo atakayo kwenda. Maeneo hayo katika kampeni zake yatakuwa yamezindikwa, yametegwa kazi za kichawi, yamezindikwa, yametegwa mitego ya kichawi. Mitego ya kichawi huwezi kuibaini kwa microscope, hawezi. Hiyo inabainika kwa microscope za kiroho, kama sisi hapa tunazijua na kuzitegua. Kwa hiyo si kila majukwaa atakayosimama yatakuwa salama. Hata atume maafisa usalama wa namna gani wazunguke, watakuta ni salama katika macho yao, kumbe sio salama. Hawatakuta kitu kinachoonekana kwamba tumetoa hivi imeonekana, lakini baadhi ya majukwaa yatakuwa sio salama, kwa maana ya kwamba yatakuwa yamezindikwa, yametegwa mitego ya kichawi. Mwisho wa siku ndio itakayoleteleza na kuanza kudondoka, na si kudondoka tu, kudondoka na kupata shida zaidi ya kiafya, hata kupoteza maisha baada ya hapo. Na watu wakasema ilikuwa ni pressure, ilikuwa ni kisukari, ilikuwa ni uchovu, ilikuwa ni hivi. Kumbe tayari Mungu amesha sema kitu, ameshatuonyesha kitu. Na matukio ya namna hiyo yatakuwa ni furaha kwa upande mwingine kwa watu fulani. Yatakuwa ni furaha kwa upande mwingine kwa watu fulani. Lakini furaha hiyo itakuwa pia ni majonzi kwa watu wengine. Kwa hiyo hizo furaha na majonzi ya upande mmoja na upande mwingine, kama vile timu za mpira A na B, zitaweza kusababisha aina fulani ya mchafuko na kutokuelewana kwa watazamaji, kwa maana ya wananchi. Hawa wanafurahi, hawa wafurahi, hawa wanashangilia, hawa washangilii, na mwisho wa siku taifa laweza kuingia katika machafuko makubwa kutokana na haya matukio. Wajibu wangu kama mtumishi wa Mungu, wajibu wako kama mtumishi wa Mungu unaniangalia, tukiomba tukaondoa mambo mengine hayo na hayo, tukaubeba uzalendo wa taifa letu,
Mungu ataepusha. Mungu ataepusha, tutavuka salama. Changamoto zitakuwepo, lakini zitatuacha salama, tutabaki salama. Ni kweli changamoto zitakuwepo tu za hapa na pale, lakini zitatuacha salama tukiomba. Tuombee Tanzania, tuombee serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuombee viongozi, tuombee rais, tuombee shughuli zote zinazoendelea na zitakazoendelea. Mungu aibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu aibariki Afrika, na Mungu aibariki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuombee nchi yetu sana. Mambo sio salama kama unavyofikiria. Asante.